Asante Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Kefa Chinyemba Madinya, natoka Chinangaliwana. Sisi ni moja ya watu ambao tumetwaliwa ardhi zetu toka mwaka 23-24 kwa ajili ya mradi wa kilimo wa BBT ulioko Mwega Chinangali 2. Mpaka sasa hivi ninapoongea mheshimiwa, bado hatujalipwa fidia zetu. Na sisi kanuni yetu, unajua wakulima 100% tunatumia kilimo. Mpaka sasa hivi ninavyosema hivi hatuna mashamba ya kulima na hatujalipwa mpaka sasa hivi. Nimeshafuatilia vya kutosha mpaka sasa hivi ninavyosema, kama hivyo wanavyoahidi kwamba mwezi ujao mpaka sasa hivi 2026 bado hatujalipwa. Mkurugenzi, tuambie likoje hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli mwaka 2023 halmashauri ilipata awamu ya kwanza shilingi bilioni 1 na milioni 152 kwa ajili ya kulipa fidia maeneo ya mradi wa kimkakati wa BBT. Na katika kipindi hicho jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 52 zililipwa. Wananchi waliokuwa wamekataa kiasi tena cha fidia cha reti iliyokuwa inalipwa pale ndio wale ambao wamekaa miaka miwili wakiwa wanabishia kiwango cha kulipwa, lakini ambacho ni kiwango cha serikali. Fedha zipo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na deni la shilingi milioni 106 ambazo zimefika zikiwa zimetumika, lakini tumeshalipa milioni mpaka sasa imebaki milioni 86 ambayo tayari halmashauri imeshatafuta kupitia vyanzo vyake vingine ili waweze kulipwa, na tumefanya nao vikao zaidi ya 13 juu ya kulipwa hiyo. Wangapi ambao hawajalipwa? Ni wananchi sasa waliobaki ni 14. Sasa katika wananchi 21 na wote wamepunguziwa kiasi chao. Sasa kama ni 14 na wenyewe ni wakulima, si mwaruhusu na wenyewe walime? Si ni kwa ajili ya kilimo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ile eneo liko chini ya Wizara ya Kilimo na kuna miradi ambayo tayari tunazalisha mbegu ambazo zina nchi nzima. Sawa. Hebu ninyi 10 na ngapi? 12 na watalipwa mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa, watalipwa mwaka huu wa fedha. Hebu sogeni, nendeni pale kwa katibu pale, kwa wasaidizi wangu, andikisheni tupate kiongozi mmoja kati yenu ili tuje tuwe na kikao na wizara. Tutakuja tuwe na kikao na wizara. Wale 12 jichagueni mmoja wenu ama wawili ambao watawawakilisha ili tusiwasumbue wote kuja wizarani huko. Tutakaa na wizara tushauriane hilo namna ya kulitatua. Katibu, andikeni kiongozi mmoja ambaye tukiwaita, mmoja ama wawili ambao tukiwaita wawakilishe wenzao. Kundi lingine Kongwa kumefanya nini? Mpe huyo babangu huyo. Mpe moja. Mko wangapi nyie? Asante. Tuko kama 8. Wenzako wako wapi? Wanyoshe mikono. Wapo. Nyosheni mkono ambaye mko na mwenzenu huyo. Wale wa Kongo wanyosheni mikono. Wakina Mwalimu Meso, wakina Mzaidi, wote nyosheni mikono. Tuambieni Kongwa ziara yenu bado mmekuja? Kongwa bana, Waziri Mkuu, mimi natokea kata ya Mtanana. Tuna mgogoro wa muda mrefu sana ardhi yetu, tunapokonywa na watu wa Ndurugumi. Mamlaka wamekuja wamechukua mamlaka ya Kibaigwa. Wamekuja wametupokonya ardhi yetu. Mwaka wa 4 sasa hivi tumezunguka kwa mkuu wa mkoa, tumezunguka kwa mkuu wa wilaya, mpaka viatu vimesugua. Waziri Mkuu, usikilizwi, kila siku naambiwa nenda rudi, mpaka nauli hatuna. Nani kachukua? Mamlaka ya mji Kibaigwa ndio wamechukua eneo letu, wanasema wanaenda kuwekeza, kutafuta wawekezaji. Commissioner, hili jambo unalijua? Mamlaka yako ya mji kule Kongwa wamechukua eneo mwaka wa 4 huu. Wenzetu wananchi wanatembea. Mnalijua hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimewahi kulisikia na tuliwahi kuiandikia barua wenzetu wa mji Kongwa, wakaahidi kwamba wanafanyia kazi kwenye malipo yatakayofuata wanawalipa, na sikuwa nimepata mrejesho kwamba hawajalipwa.
naomba nichukue nifanye mawasiliano nao ili kupata maelezo zaidi. Kwa nini hujafuatilia kamishna? Na ulishalisikia? Ni kama wiki 2 tu zimepita, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndio, kwa nini hujafuatilia? Si ndio lilishakufikia, kwa nini hujafuatilia? Mheshimiwa, huyo, hebu rudi huko mtafute huyo muhusika. Hayuko hapa huyo muhusika huko wa Kongwa? Mtu wa Kongwa hayupo leo hapa? Hatuna mtu wa kutoka mamlaka ya Kongwa kule, hayuko hapa. Mkurugenzi wa Kongwa, hebu Dasi tuambie hili jambo. Mkurugenzi wenu yuko wapi? Mkurugenzi hajafika. Hawa watu miaka 4 mnawazungusha jambo lao, kwa nini? Hebu tuambie, mlishamwambia kamishna hapo mngelipa mwezi unaofuata, kwa nini hamjalipa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maelezo ya kamishna, labda ni tofauti na mgogoro ambao mimi naufahamu. Mgogoro ambao naufahamu ni kati ya Mtanana. Hebu sogeni huku nyie watu wa Kongwa. Sogeni hapa karibu kwa Dasi pale. Haya, tuambie, ndio hawa unaowafahamu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwasikilize pembeni, kwa sababu kwa mgogoro ambao mimi naufahamu, eneo ni la mamlaka ya mji mdogo wa Kibaigwa. Labda kama ni eneo lingine, naomba niwasikilize, tutatoa mrejesho. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu, katika watu ambao wanasumbua kwenye idara zenu ni wakurugenzi. Wakurugenzi ndio bwana mipango, wakurugenzi ndio na idara pale. Lakini wakishaona ardhi hii mali inakodishwa labda eka 70,000 au laki, wewe ukienda pale Kapunyi usikilizwe hata mara moja. Katika wilaya ambayo unatakiwa mniangalie ukajicho la 3, Waziri Mkuu, ni wilaya ya Kongo. Wilaya ya Kongo tunanyanyasika sana. Mimi nimezunguka hapo, unaponiona mpaka miguu inauma kila ukienda Kongo. Lakini ukienda kule unakuta kuna watu baadhi huko kwenye eka 2600 kuna watu wengine wanalima. Sasa unaangalia, mimi maskini silimi, lakini kuna mtu pale unaona analima. Yule mwenzangu ana tatizo gani, mbona analima? Sisi ambao hatuna kitu tunanyanyasika sana. Lakini wakurugenzi, wakuu wa wilaya, mpaka wakuu wa mikoa, sisi hawa tusikilizi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunahangaika mno. Tumehangaika kwenye ofisi hizi mpaka unapata shida. Tunatuma message, ukatoka Arusha mimi nilituma message usikii. Umekuja umeenda Kigoma, tukasema tumepata ziara leo unakuja Chamwino, acha sisi tuje. Tumejidamka na vibasi kutoka asubuhi, hatukulala tukawa wewe Waziri Mkuu. Kwa hiyo tusikilize sana watu wa Kongo. Watu wakata Mtanana tunaonelewa na hatuna mtatizi. Ardhi yetu sisi finyu, tumepakana huku na nako, kule chini kuna maji. Lakini tena ardhi yetu hiyo 2600 tumepakana na watu wa Ndulugumi tena. Mamlaka inachukua mamlaka imeanzishwa mwaka 2010. Sisi tuna miaka kuanzia 40 tuko pale hata Mtanana. Lakini sisi hatusikilizwe wenyeji. Unaenda pale unakuta mwekezaji, pana Mchaga analima. Lakini sisi wazawa hamna kitu. Waziri Mkuu, angalia wilaya ya Kongo kwa jicho la 3. Tunanyanyasika mno. Hebu tuambieni, mmeshaelewa hilo eneo?